Bana, mambo ni aje Mtanzania ambao unanisikiliza kwa time hii hapa. Bana, ni Ray G kwa mara nyingine tena. Lakini siku leo ndani ya zile promo ambazo zinatamba sana ndani ya Plus 255 tuko na mwanetu mmoja hivi ambaye ni trend sana katika mambo ya gospel na vitu kama hivyo. Unajua nani? Baki na sisi moja kwa moja tujue ni nani mwanangu. Usiondoke. Calm down. Okay, kama nilivyowaambia hapo awali kwamba siku leo ndani ya Mbeya Media atakuwa na mnyama mmoja na nadhani kwamba tushamuona. Let's go for this, sindio? Yeah. Bwana, mambo vipi? Poa kabisa. Unaitwa nani vile? Labda jitambulishe watu kujue hiyo. Mimi naitwa Kibonge wa Yesu mwana Nzambe, mtoto wa Mungu mwana pale biloko ya BB Plus International. Sio utajingata, ni hatari sana. Bwana, upo tayari kwa kitu ambacho kinaenda kwa hapa, si ndio? Kabisa kabisa. Okay, tunataka kujua majina yako kamili. Juma Kiando. Unajitambulishaje kwa mashabiki wako kwa sentensi moja? Kibo Melodies. Uliitwa Kibonge wa Yesu na nani labda? Nilitunukiwa jina la Kibonge wa Yesu mnamo mwaka 2013 nikiwa Ihanga Secondary School jijini Mbeya. Okay, maana ya jina Kibonge wa Yesu kwako ni nini labda? Maana yake mtoto wa Mungu. Okay, ulianza kuimba ukiwa na umri gani? Nimesahau kidogo. Wimbo wako kwa kwanza kabisa ulirekodia wapi? Nilirekodia Elshadai Records mwaka 2012. Okay, ni wimbo wako upi ambao unaupenda zaidi? Currently My Blessings. Okay, ni wimbo upi wa kwako ambao unagusa moyo zaidi? Neno moja. Yaani wimbo unaitwa Neno Moja. Wimbo unaitwa Neno Moja. Okay, ni msanii gani wa Injili unayemkubali sana? Kibonge wa Yesu. Unajikubali mwenyewe. Okay, kwa upande mwingine ni msanii gani pia ambaye ungependa kufanya naye kazi? Wengi sasa hapo. Nje au ndani ya Tanzania? Vyovyote tu vile. Mike Kalambai, all the way from Congo. Okay, ni aina gani ya muziki unapenda kusikiliza nje ya Injili? Inspiration. Chakula unachokipenda zaidi? Wali maharage. Kinywaji unachokipenda zaidi? Pepsi. Timu yako ya mpira unayoipenda? Simba. Okay, wewe ni Simba ni Yanga? Mimi ni Simba. Okay, mji unaopenda hapa Tanzania ni mji gani labda? Mbeya. Yaani? Napenda Mbeya. Sehemu unayopenda kutembelea au unayopenda kutembea? Napenda sana Arusha kutembelea. Okay, asubuhi au usiku muda gani unapenda zaidi? Usiku. Kitu gani kinakupa furaha kubwa? Muziki. Kitu gani kinakukera sana? Dharau. Kipaji kingine ulichonacho achana mbali na muziki labda ni kipi? Comedy. Kama usingekuwa mwimbaji ungekuwa nani labda? Ningekuwa pengine mwigizaji au ningekuwa mchoraji. Okay, ni mtu gani ambaye anakupa hamasa kubwa kwenye maisha? Diamond Platnumz. Hamasa ya kimaisha tu, upambanaji. Unajua jamaa na spirit ya kupambana, so ni moja kati ya watu ambao wananiinspire sana kuna kupambana. Okay, ushauri mkubwa uliowahi kupewa? Kama nisimwache Mungu. Okay, siri ya mafanikio yako ni nini labda? Mungu, unyenyekevu, juhudi na nidhamu. Changamoto kubwa sana ambayo umeshawahi kushinda ni ipi? Changamoto nimeshawahi kushinda. Yeah. Nimesahau bwana. Okay, neno moja ninalokuelezea. Kijana mnyenyekevu. Okay, neno moja kwa vijana wanaotafuta mafanikio. Usichoke kupambana, usisikilize watu wanasema nini. Sikiliza Mungu anasema nini kuhusu hicho kipawa chako au kipaji chako, utafanikiwa. Lakini pia usiache kujituma. Yaani watu hawawezi kuona kitu chako kama umekificha ndani. So jitahidi, sasa hizi tupo na dunia ambayo inafuatilia sana kupitia mitandao ya kijamii. So kama una simu na smartphone, tumia simu yako kuonesha kitu chako ulichonacho. Okay, ni kitu gani Mungu ambacho unamshukuru ashakufanyia, unamshukuru zaidi? Namshukuru sana kwa uzima na kibali na neema na kuniinua hasa kwenye career yangu ya uimbaji. Okay, sala yako kubwa kwa sasa ni ipi? Mungu azidi tu kuniinua. Ndoto yako kubwa kwenye muziki ni ipi? Kuwa mwimbaji mkubwa zaidi, lakini ndoto yangu kubwa zaidi ni kuinua watu wengine kupitia kipawa ambacho Mungu amenipatia. Unataka watu kukumbuke kwa jambo gani labda? Kupitia tu muziki wangu wa Injili. Okay, wimbo gani ungependa uimbwe siku yako ya kumbukumbu? Muda bado kwanza. Emoji moja inayokuwakilisha. Melody.
Melody. Tabia yako nzuri unayojivunia? Nyenyekevu. Tabia unayotamani kuiacha ni ipi? Tabia gani jamani? Waza mimi. Okay, kibonge wa Yesu wa miaka 10 ijayo. Nataka we nani? Natamani awe mtu ambaye ana legacy kubwa, hasa katika jamii. Anaweza kugusa jamii kwa kiwango kikubwa sana kuliko hapa. Zaidi niache alama kwenye jamii, yani niweze kugusa watu wa hali ya chini, kwa sababu mimi nimetoka kwenye hali ya chini sana. Kwa mpaka Mungu ameniinua, natamani pia niweze kugusa maisha ya watu wengi ambao wako kwenye hali ya chini. Okay, nyimbo au usingizi? Nyimbo. Simu au chakula? Chakula. Mavazi ya kawaida au ya kisasa? Ya kisasa. Kuimba live au studio? Live. Solo au collabo? Solo. Mvua au jua? Mvua. WhatsApp au Instagram? Instagram. Pizza au ugali? Ugali. Safari ndefu au kukaa nyumbani? Safari ndefu. Mungu kwanza au muziki kwanza? Mungu kwanza. Okay, cha kuongea na mashabiki wako labda kwa mara ya mwisho. Thank you for supporting me. Mungu awabariki sana, msichoke kuniombea, msichoke kunisupport, kwa sababu shauku yangu ni kufika mbali zaidi hapa, lakini kikubwa zaidi tembelea kwenye YouTube channel yangu na kwenye digital platform zote. Subscribe kama Kibonge wa Yesu ili upate updates zote ambazo zitakuwa zinakuja kila itwapo leo. Mungu akubariki sana sana, na wapenda Kibonge wa Yesu. Bana, mimi naitwa Leji International Boy, the black boy, the only one on top in Greece City. Lakini moja kwa moja bana, tushamsikia Kibonge wa Yesu alichokuwa anatuambia bana. Big shouting sana kwako. Bless up man, bless up sana. Okay, nakubali. Appreciate.